Tumpigie Yesu makofi mazuri. Amen. Basi karibuni tena katika ibada. Karibuni tena katika ibada yetu. Sijui niite ya ngapi? Amen. Sijui niite ya ngapi? Kwa sababu ya kwanza tulianza saa 11 mpaka saa 1, ambapo ilikuwa ni awali ambapo kwamba wanaenda kazini. Alafu ya pili ikawa ni watoto wa Sunday school, ambapo ilianza saa 1 hadi saa 3. Lakini sasa hii tunavyoendelea hivi, ibada zinaendelea mara mbili. Kuna hii ambayo inaendelea hapa, lakini bado kuna service ya vijana ambapo inaendelea kule kwenye hall inaitwa Msenangu. Tunaendelea huko pia na youth and teens. Lakini hapa tuko katika Bible exposition, na hii tunaangazia kitabu cha Hebrews. Siku ya leo tunaongea kuhusu the superiority of the son's work, ambapo leo tunaangazia kuanzia Waebrania mlango ni wa 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka mlango wa 6 mstari wa 20. Ina maana ukiwa na nafasi peke yako nyumbani unaweza kusoma for long. Kuanzia mlango wa 5, the entire chapter ya mlango wa 5, then the entire chapter ya mlango wa 6 mpaka mstari wa 10. The work of the son. Wadada wanaangalia utofauti ya kazi ya mwana ile ambapo kwamba alifanya. Na hebu tuanzie mlango wa 5 mstari wa 1 na wa 2, tukaangazie pale tukisongea. Waebrania mlango wa 5 mstari wa 1. Nasema hivi, maana kila kuhani mkuu aliyeitwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya usiacho Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mstari wa 2. Mstari wa 2. Awezaye kuchukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. 3. Kwa sababu hiyo imetupasa kama kwa ajili ya watu, hivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. The superiority of the son's work. Yani superior ni yani yeye iko tofauti, umaalum wa kazi ya mwana. Tumesema mwandishi wa Waebrania anaanza akimuita God and this man. Yeye ni Mungu na saa hiyo pia ni mwanadamu. Sasa yuko tofauti na sisi, yuko maalum, yuko na hadhi ya juu kuliko makuhani wengine. Kazi yake amekuja kuwa kuhani, na ukuhani wake inaanza vipi? Rudia tena hapa. Mstari wa 1. Maana kila kuhani mkuu, kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu. Amewekwa kwa ajili ya wanadamu. Kwa hivyo kazi yake akiwa kuhani amewekwa kwa ajili ya wanadamu. Ili watoto wana wa Lawi kwa nyumba ya Haruni waliambiwa hawana urithi. Leo tukasema mchungaji wa leo hawezi kujiita kuhani. Maana nikijiita kuhani inabidi kama niko na mashamba nikauze ili nibaki urithi wangu iwe ni madhabahu. Nije kwako katu hapo sasa kwa sababu nangojea urithi. Sasa wale walitoka kwa nyumba ya Haruni na alikuwa kazi yake ni kufanya nini? Tumesema for every high priest taken from among men is appointed for men. Amechaguliwa kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya wanadamu in things pertaining God, that they may offer both gifts of sacrifice for sin. Anachaguliwa ili awe anaweza kuingia mahali patakatifu mara moja kwa mwaka kwa ajili ya dhambi. Alafu kumbuke hivi, kwa sababu gani kwa supiri huyu wetu huyu Yesu? Ni kwa sababu kuhani alipoingia mahali patakatifu, yeye pia anaingia akiwa ni mtakatifu, akiwa na dhambi. Ndio maana zamani walipokuwa wakiingia pale mahali patakatifu walikuwa wanafungwa miguu na kamba na kengele.
anakuwa na kengele mkononi. Sasa akikataa pale ndani muda mrefu, wanavuta ile kamba, na wakivuta ile kamba wamefunga nayo miguu, anapiga kengele kudhihirisha kwamba bado yuko hai. Maana saa zingine walikuwa wanaingia hapo mahali patakatifu, na kwa sababu ana dhambi na hakusema, wanapigwa na radi huko mahali patakatifu, wanakufa. Sasa ile kamba kwa nini amewekewa? Akisha kufa huko ndani, hakuna mtu ambaye anaingia huko, anavutwa kwa kutumia ile miguu na ile kamba, ili akazikwe, achaguliwe mwingine. Maana yeye pia aliingia na ana dhambi zake. Kwa hivyo kuhani alitolewa kwa ajili ya watu. Mstari wa 2 unasema nini? Tukiendelea. Mstari wa 2. Nasema hivi. Awezaye kuchukulia kwa upole wao wasiojua. Yeye apotea. Wenye kupotea. Huyu kuhani ambaye ni binadamu anafaa awe anaweza kuchukuliwa kwa upole. Ndio maana kuna wale ambao tuseme vipi? Kuna makuhani ambao wanaweza kujaji hash. Kwa mfano yule mwanamke ambaye alipatikana, wacha niongee mawili. Kuna mwanamke alipatikana akizini hadharani, lakini watu wasema na yule mwanaume ambaye hakuletwa. Lakini yule mwanamke akaletwa kwa Yesu, na wakasema kulingana na sheria huyu anafaa apigwe mawe afe, kwa maana amepatikana in the act. Lakini Yesu akainama akaandika chini. Kila aliandika chini hatujajua, lakini baadaye akainuka akamwambia ya kwamba anayejua ya kwamba hana dhambi, hata ni Mafarisayo, hata Masadukayo, hata ninyi makuhani, anayejua hana dhambi awe wa kwanza kumpiga huyu mwanamke na jiwe. Maana it is very easy kupoint dhambi ya mwingine, very easy kurekebisha mwingine wakati yako unaficha isionekane. Kwa hivyo Yesu akasema kama kuna mmoja katikati yenu anayejua hana dhambi awe wa kwanza. Ndio anasema makuhani wa binadamu waliingia patakatifu wakibeba dhabihu kwa ajili ya dhambi zao wenyewe na dhambi za wengine, na mpaka awe mtu ambaye anaweza kuchukuliana. Sasa wale walijua sheria inasema ya kwamba mtu alipatikana ile na apigwe mawe, lakini hakuna aliyempiga yule mwanamke jiwe, wakaanza kuondoka mmoja mmoja. Yesu akauliza, wako wapi wale ambao walikushtaki? Mwanamke akasema hawapo. Na Yesu akasema kama hao hawajakushtaki, hata mimi pia siwezi kuhukumu. Inuka uende zako na usitende dhambi tena. Sasa shida, ukitenda dhambi nafuu, lakini kutenda dhambi tena, hapo ni huyu kuhani wetu mkuu alikuwa akisamehe kwa sababu anatuhurumia kwa ujinga wetu. Anasema usifanye dhambi tena, na ukifanya dhambi nitakupata baya kuliko hili. Lazima kuhani awe mwenye huruma, anayejua kuchukuliana na watu. Maana tuko na nini? Ignorance iko maana mbili, ujinga au kupuuzia mambo. Kwa hivyo kuhani huyu wetu ni kuhani ambaye anachukuliana na sisi, that he can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. Kuhani lazima ajue kwamba yeye pia anaingia patakatifu akijua ana dhambi. Kwa hivyo huyu ni wa kwanza. Yesu akasemaje? Yesu akasema aliye ambaye anajua hana dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe. Pia tunaona huyu mtu ambaye alikuwa anatoka Jerusalem akielekea Jericho, akakutana na wale majambazi, wakampiga, wakamuumiza, wakamjeruhi. Alipita Farisayo, alipita na Mlawi, akapita na mwandishi, hawakumshughulikia. Lakini Msamaria alipokuja akamwangalia, akamhudumia, akamweka kwenye punda, akampeleka kwa guest house, akasema mumhudumie mtu huyu, na kama kuna extra expense mniweke juu yangu, nikipita mahali hapa mtakuja nitakuja kulipa. Kwa nini Mfarisayo na Msadukayo walipita kwa mbali? Unajua sometimes watu hawa dig deep. Tunakuwa rahisi kudhihaki kama Mfarisayo alipita, mwandishi akapita, Msadukayo akapita, akaja Msamaria. Msamaria kwa nini alikuja kumsaidia? Msamaria anachukuliwa kama ni outcast. Ni mtu ambaye tayari hana haki mbele za Mungu.
Kwa hiyo akurani kuguza chochote anachotaka, kukula anachotaka. Lakini Farisayo haruhusiwi kuguza damu. Mtu ambaye amemwagika damu haruhusiwi. Farisayo haruhusiwi kuguza maiti, mwili wa mtu ambaye amekufa haruhusiwi. Kwa hivyo they had conditions like priests. Makuhani walikuwa na hali ambao wamewekewa ya kwamba wewe utaishi hivi, wewe utaishi hivi. Kwa hivyo kwani, lakini lazima awe na huruma. Lakini hawa sasa inasema ijapokuwa ana huruma, lakini angemguza yule mtu aliyekuwa ametoka Jeriko akaelekea Yerusalemu, akielekea Jeriko, angekuwa najisi siku 7. Those are priesthood conditions. Ukiguza tu kitu ambacho kimekufa peke yake, ukiguza tu kitu kimwaga damu, unakuwa najisi siku 7. Hizo ni conditions za the high priest. So kuhani lazima awe ni mtu ambaye ana moyo wa huruma. The work of the son kama the high priest. Now, qualifications for the high priest. The superiority of Jesus as high priest over Aaron. Hebu soma mstari wa 4 tukisonga mbele. Mstari wa 4. Na hapana mtu atwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu, kama vile Haruni. No man takes honor to himself, but he who is called by God, just like Aaron. Heshima hii inaenda kwa Haruni peke yake, ambao ni nyumba ya Lawi na watoto wake. Ndio anachukua heshima ya kuenda mahali patakatifu kwa niaba ya wengine. Lakini yeye anaenda kwa sababu ya dhambi zake yeye mwenyewe, maana anajua kwamba yeye pia ni mwenye dhambi, na pia anaenda kwa sababu ya dhambi za wengine. Soma tukienda mbele tena. Mstari wa 5 kama vile yako unaweza kuangalia. Hivyo mtu naye hakujichukuza nafsi yake kufanywa kuhani. Amen. Lakini yeye aliyemwambia, mtu hajifanyi mwenyewe kuwa kuhani. Ni Mungu alichagua nyumba ya Levi ya kwamba hawa ndio wataenda mbele za Mungu kwa niaba ya wengine. Kwa hivyo Kristo naye kwa mfano wa Haruni hakujiweka mwenyewe. Wanasema power is not given, power is taken. Lakini really power, authority is given. Authority is not taken. Absalom alipojaribu kumpindua baba yake ili awe mfalme, alikufa kifo kibaya. Lazima mtu apewe mamlaka, lazima mtu atangazwe, lazima mtu awekelewe mafuta. Kwa hivyo kama vile watoto wa Haruni hawakuwa wamejichagua. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 5 mstari pia wa 5 anasema, so also Christ did not glorify himself to become high priest. Hakujitangaza tu peke yake kwamba sasa kuanzia leo mimi ni kuhani. But it was he who said unto him. Ni yeye alimwambia nini? Soma hapo mbele. Alimwambia nini? Na tukumbuke tulisoma pale nyumbani. Soma. Ndiwe mwanangu. Yule alimwambia ndiwe mwanangu. Na unakumbuka maandiko yanasema mlango wa kwanza mstari wa kwanza katika Waebrania ya kwamba Mungu yule aliongea kwa kinywa cha manabii na kwa njia nyingine nyingi, kwa saa hii anaongea na sisi kupitia kwa mwana. Hiyo ndio superiority of son over Moses and Joshua and all other prophets. Nikasema our Christ Jesus is more than a prophet. Anazidi kukosoa wanaosema Yesu alikuwa nabii. Yesu hakuwa nabii na hatawahi kuwa nabii. Yesu hakuwa mtume na hatawahi kuwa mtume. Hadhi yake ni juu. Amefanyika bora kuliko malaika na wanadamu. Sasa huyo aliyesema ya kwamba nitazungumza kwako, alisema kwamba wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Maana anasema hajawahi kumwambia malaika, Mungu hajawahi kumwambia malaika ya kwamba wewe ni mwanangu, leo nimekuzaa. Lakini habari za Mungu anasemaje?
Ndio mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Anasema kwa habari za Bwana, anasema Yesu ndiye. Kwa mtu akikwambia eti Yesu si mwana wa Mungu, msomee maandiko. Huyo aliye modern ndiye alisema ya kwamba wewe ni mwanangu na leo nimekuzaa. Alafu hapa issue ya kuzaliwa na kuzaa, wengine ambao akili zao duni punguani ufikiria kwamba lazima mwanamke akutane na mwanaume ndio azae. Kwa sababu Mungu haoi, Mungu azai, hazaliwi, Mungu hajaoa. Maembe inazaa haizai. Aliyemuoa maembe, bwanake maembe ni nani? Papai inazaa haizai, bwanake nani? Miwa. Na kila kitu kinazaa kwa njia yake. Sasa mwanadamu anazaa kwa njia hiyo anayozaa, lakini Mungu anasema wewe ni mwanangu, kwanza leo nimekuzaa. Hata mimi sasa hapa kanisa hili nawaita ni watoto wangu nyinyi, na mimi sijawazaa, lakini nimewazaa kupitia kwa neno. Leo mwanangu nimekuzaa. Rudia tena mahali. Rudia hapo vizuri. Ndio mwanangu. Anza mstari wa 5. Vivyo hivyo Kristo naye. Vivyo hivyo Kristo, na kama vile mtu hawezi kujitangaza kuwa kuhani mpaka atangazwe, vivyo hivyo Kristo naye, twende mbele, hakujitukuza nafsi yake. Hakujitukuza nafsi yake. Kufanywa kuhani mkuu. Hakujifanya mwenyewe kuwa kuhani mkuu. Hakujitukuza mwenyewe kujifanya kwa nafsi kuhani, lakini yeye aliyemwambia ndiyo mwanangu. Ni leo nimekuzaa. Huyu aliyemwambia hivyo alitangaza kwamba Kristo ni mwana. Anasema nini mstari wa 6? Toka mbele tunasoma tukienda. Mstari wa 6. Kama asemavyo mahali pengine. Ndio kuhani milele. Wewe ndiwe kuhani milele. Kwa mfano wa Melkizedeki. Mfano wa Melkizedeki. The superiority of Jesus priesthood over Aaron. Ni kwamba Haruni ilifika wakati akakufa, na wanawe ilifika wakati akakufa, na Samueli mwanawe kwanza na nani? Kabla Samueli kwa nani yule? Kabla Samueli alikuwa kuhani ni Eli. Eli alikuwa kuhani. Ikafika wakati Eli amezeeka mpaka akachanganyikiwa, wanawe wakafanya vituko, kina Hofni na Finehasi au walikuwa makuhani, wakaenda wakakufa. Akachukua Samueli pia alipozeeka ndio walianza kuharibu, wao pia wakaja wakakufa. Lakini sasa huyu anasema wewe ndiye leo nimekuzaa, wewe ni mwanangu na nimekufanya ukuhani wako, ni mfano wa Melkizedeki. Melkizedeki alikuwa anaitwa Melkizedeki mfalme wa Salem. Now the word Melkizedek maana yake ni justice king, mfalme ambaye anahukumu kwa haki. Salem maana yake ni amani. Kwa hivyo Melkizedek ni mfalme aliyehukumu katika haki, lakini pia aliishi na amani. Hajulikani utakapoulizwa kama wangapi walienda mbinguni bila kufa. Wewe utapigia kusema ni Yesu mmoja wao, lakini Yesu alikufa ndio akafufuka. Maana yake ni kuhani ambaye amefananishwa na sisi mpaka akae kama sisi. Kama sisi tunakufa, yeye naye amekufa ndio akaingia akafufuka. Lakini kuna watu watatu ambao hawakufa. Wa kwanza ni Henoko. Henoko alitembea na Mungu na watu walikuwa wanamtafutia sababu. I want to tell you, kila siku ukitembea watu wanatafuta udhaifu wako, na udhaifu huo walitafuta hata kwa Yesu. Henoko alitembea na Mungu mpaka baadaye akachukuliwa. Maandiko yanasema Henoko akachukuliwa na hakurudi tena, wakaenda kumtafuta milimani, nyikani, hawakumpata. Huyo ni wa kwanza. Wa pili akawa nani? Ni Melkizedek. Melkizedek alitembea tu, alionekana tembea, haijulikani babake, haijulikani mama yake, lakini aliishi mahali panaitwa Salem, ambayo ndio ni Jerusalem mpaka leo. Anyway, bwana mmoja akiwa anashambua
watu husema eti dini ya Ukristo ni dini ya wazungu. Lakini ukichambua vizuri, Kanaani ni watoto wa Hamu, ambapo ndio wanaongea kuhusu Libya na Misri, au ni Afrika. Alafu pale ambapo inaitwa Kanaani sasa ni hapo mahali Salemu, ambayo ni Jerusalem, mji wa amani. Kwa hivyo afadhali wa Afrika tuko karibu na Wayahudi kuliko Waingereza na Wamarekani. Kwa hivyo hii dini ya uzungu. And we are closer to the Jewish nation than any other tribe. Kwa hivyo pale Jerusalem, hapo ndio alitokea huyu mfalme ambaye anaitwa Melkizedeki, mfalme anayehukumu kwa haki, lakini pia ni mfalme wa amani, ambaye huyu bwana Abraham aliona na yeye. Unajua vitu vingine vinahitaji revelation. Maana yake wewe ukiangalia macho haya you go nowhere. Abraham alipomwona Melkizedek, Roho akamfunulia kwamba this man is a priest, na akatoa fungu la 10 akampatia nani? Melkizedek. Na hivyo ndio waliachana, na Melkizedek hakuonekana tena, lakini aliishi na hakuzaliwa na akapotea hivyo hivyo. Kwa hiyo akaenda kwa Bwana. Watatu sasa ni Elijah naye alichukuliwa na Bwana, hakufa, alipaa watu wakimwona. What about Moses? Moses maandiko asema alikufa na Mungu akamzika. Jamani, yaani Mungu mwenyewe alimzika Musa. Wajua kwa nini? Kama wanadamu wangemzika, safari ya kwenda Kanaani ilingeishia njiani, because wangebaki kuabudu kaburi la Musa. Ndio maana Mungu mwenyewe alimzika na akamwambia Joshua, mimi nimemzika. Kwa hivyo wale wengine walifanya kupaa, walienda, lakini Musa alikufa na Mungu mwenyewe akamzika, na kaburi lake halikuonekana. Kwa hivyo hawa watatu ndio ambao hawakuweza kufa: Enoko, Melkizedek na Elia. Hawa watatu waliweza kupaa. Kwa hivyo Yesu amefanyika bora, mfano wa Melkizedek. Hao wengine makuhani walikufa, lakini huyu wetu hafi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedek. Na Bwana anasema, you are my son, today I have begotten you. Baba naye anayesema Yesu si mwana wa Mungu, asa yeye ndiye kafiri, kwa sababu Mungu amesema wewe ni mwanangu na leo nimekuzaa. Bila amemzaa, none of our business. He has declared that today I have begotten you. And he also says in another place, you are priest forever according to the order of Melkizedek. Amemtangaza kuwa mwana. Hakuwahi kutangaza malaika kuwa mwana, lakini amemtangaza kuwa mwana, na akamtangaza kwamba ana ukuhani wa milele kwa mfano wa Melkizedek. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusonge mbele kwa mstari wa 6, tunaendelea mstari wa 7. Soma mstari wa 7. Yeye siku hizo Samueli wake. What? Yeye siku hizo Samueli wake. Alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Hebu ndio tunamaliza sio mkaja hapo. Haya pole. Yeye siku hizo Samueli wake. Yeye siku hizo, the days of his flesh, alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Alimtolea yule ambaye kumwokoa, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Amen. Pale msalabani ndiye alikuwa anaingia kwa damu yake mwenyewe. Wakamtundika msalabani, akalia, akasema Baba wasamehe. Unajua pale ni the mystery of his death. Kuhani tumesema alikuwa anaingia kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za wengine. Yesu naye ameenda pale msalabani, amejitoa kama mwana kondoo kwa ajili ya dhambi zetu. Hakuwa na dhambi. Maandiko yanasema mahali fulani kwamba asiyekuwa na dhambi alijifanya kuwa dhambi, ili sisi tuliokuwa dhambi tujifanye haki. Alipokuwa pale, hata waliokuwa wanamsulubisha akamwambia Baba wasamehe, kwa maana hawajui watendalo, akiwa hapo msalabani.
akijiandaa kuingia mahali patakatifu patakatifu. Unajua kusoma Biblia ya Revelation inakuja, maana mahali patakatifu walikuwa wanaingia akishachinjwa mwanakondoo. Na yule mwanakondoo, sikiliza vizuri, mwanakondoo wa kafara ili atolewe for 7 days, analetwa, anakaguliwa kila mahali ya mwili wake. Anafaa awe blameless, asiwe na doa, wanasema wala kunyanzi. Kunyanzi ni ukiangalia koti langu, kama kuna mahali pamekujana hapa, yeye kunyanzi. Yaweza kuwa hana doa, lakini ikiwa imekujana itaonekana huyo hafai. Kwa hivyo alipojaribiwa pale siku 40, walikuwa na shetani anajaribu aone, je, ana doa? Je, sima inaweza kufanya anguke? Kama wewe ni mwana wa Mungu kweli, alibadilisha mawe yawe mikate upate kukula. Je, chakula itamfanya aingie kwenye doa? Akashinda. Akambeba tena, akampeleka juu ya mlima, akamuonyesha mataifa na mijengo ya Yerusalemu. Akamwambia, nitakupatia. Je, mali inaweza kufanya mtu huyu aingie doa ama kunyanzi? Huyu mwanakondoo anakaguliwa. Mwanakondoo anakaguliwa. Na anakaguliwa alipotoka Jordani kwenda kuanza huduma, akiwa kule nyikani. Akasema imeandikwa mwanadamu usifanye nini? Inaandikwaje? Hiyo ilikuwa alipoambiwa jirushe. Ile wakati alipoonyeshwa milki zote kama nitakupatia ukiniabudu, si ndio? Usimwabudu, muabudu usiabudu miungu mingine ila. Je, wakati ambapo tukimwonyesha fahari na miki, is he going to compromise? Je, ata compromise? Hapo napo akashinda. Akatolewa kaweko juu ya hekalu, wakaambiwa kama wajua ni siku ya ibada, kama siku ya leo watu wamejazana, na Jerusalem ilikuwa issue, manake temple ilikuwa ni mahali pamoja peke yake taifa nzima. Kwa hivyo siku ya ibada Kenya nzima tumeenda Nairobi, wale ambao tunaweza kwenda, kwa hivyo kumeshona, watu wamejaa. Jirushe ili wakujue kwamba wewe ni mwana wa Mungu kweli, tuone malaika wakakuja wakushikilia usiku mwai. Akamwambia nini? Imeandikwa usimjaribu Bwana. Anakaguliwa mwanakondoo, ionekane kama ako na doa. Jambo gani ambayo itafanya a compromise? Majaribu hayo yote Yesu akashinda. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio wasema shetani akamwacha kwa muda tu. Kwa muda, sio kwa, na kila saa alikuwa akimuinda. Kila saa kwa kumwila. Mpaka ile ilikuwa ni climax pale msalabani, watu wanamtukana ili ajibu. Be careful wakati umekasirika, because ukikasirika inaweza kuwa sababu ya doorway ya adui kupenya kuingia katika maisha yako kutokana na yale maneno ambayo utaongea. Praise God. Wakati uko na shida, be careful of your words. Ukikwazwa, be careful of your words. Pale kwanza sivyo kwa nashikwa. Ndio wanafunzi walisema kama Elia aliweza kuachilia moto ikachoma watu 50, wewe unaweza kuamuru malaika wakuja wakaangamiza hao watu mara moja. Mwanakondoo anakaguliwa, na katika hiyo yote Yesu akashinda. Bwana asifiwe. Akaonekana mwanakondoo asiye na ila wala anajiandaa, because kwa siku 7 mwanakondoo alikuwa anakaguliwa. Ndio sasa pale akaenda akachinjwa, akapasuliwa ubavu, ikatoka maji. Na hiyo nayo ni fumbo. Mwanamke pale ajifungue kutoka maji na damu. Kwa ubavu wa Yesu kanisa lilizaliwa kupitia kwa maji na damu iliyo kwenye ubavu wake. Mwanakondoo asiye na ila anatafuta damu, sio damu ya wengine, damu yake wenyewe. Nasema superiority of his work. Hao wengine waliingia na damu ya mwanakondoo, walichinja mwanakondoo na wakaingia kwa wamefungwa miguu patakatifu, lakini Yesu akaingia kwa damu yake mwenyewe. Sema amen. He is superior, my friends. You cannot compare Jesus to any prophet. You cannot compare Jesus to any apostle. Yuko zaidi. Hakuna siku ambao
Mungu alimwambia malaika, leo ni mwanangu nimekuzaa. Lakini naona leo kwenye kitabu cha Waebrania maandiko yanasema aliyemchagua alitangaza kwamba kwanza leo wewe ni mwanangu nimekuzaa, na akaingia mahali patakatifu kwa damu yake yeye mwenyewe. So human priest went to the holy place both on behalf of other people and themselves to offer sacrifice. Kuhani mwanadamu wa kawaida, they went to the holy place both on behalf of other people and themselves to offer. Kwa mfano sasa ninahubiri, ukija hapa ninawaombea, lakini bado nikiwa kuhani mwanadamu nina masaibu yangu pia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hiyo ndio superiority ya Yesu na mimi. Maana Yesu hakuna siku tulisikia hivi leo Yesu alikuja wanafunzi wakamfuata, leo Yesu ni mgonjwa. Ulisikia hiyo? Is there a day? There was no day. Ambao ulisema Yesu sasa leo ukianza mstari wa kwanza, hiyo mlango wa 5 mstari wa kwanza inasema, for every high priest taken among men is appointed for men in things pertaining God, but that he may offer both gifts and sacrifices for sin. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself also subject to weakness. Because of this, he is required as for people, so also for himself to offer sacrifice of sin. Anapotoa kwa ajili ya wengine, kafara hii pia inafaa atoe kwa ajili yake yeye mwenyewe. Now, kianza mstari wa 5 mpaka 10 anasema he is a priest forever. Tumeshatangaza yeye ni kuhani wa milele, hakufi. Yesu amekuwa kuhani wa milele. Nikasema human priests were seasoned, Jesus remains priest forever. Unaona, wakati kabla ya Yohana kuzaliwa, siku hiyo kura ilimwangukia baba yake Zekaria, na Zekaria alivyo mwenye damu iliyojawa shaka, akaingia kule, Mungu akamwambia utapata mtoto. Akaanza kufanya mabishano. Akaambiwa na wewe na ubishani wako sasa utakuwa bubu mpaka atakapozaliwa huyu mtoto. Kwa hivyo they were seasoned, wanaenda kwa season. Unapigiwa kura ndio uingie, lakini sio huyu kuhani wetu. Now please, according to Melchizedek, yeye ni kuhani wetu mfano wa Melchizedek ambaye hana mwanzo wala yeye hana mwisho. Sasa kuna kitu ambacho inahitaji tukaweze kujifunza hapa, ni kwamba we need to be mature. The call of maturity, kuanzia mstari wa 5, mlango wa 5 mstari wa 11 mpaka mlango wa 6 mstari wa 3. Utasoma kwa urefu ukiwa nyumbani. Hii nasoma tu kidogo, lakini this ones, the call of maturity, inaanzia the book of Hebrews chapter 5 verses 11 to chapter 6 verses 3. Hebu soma hapo ukianzia what am I saying here? The call of maturity. Call of maturity. Also mstari wa 11. Inasema hivi, ambaye mna maneno mengi ya kunena habari zake. Na ni shida kueleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Soma mbele. Mstari wa 12. Kwa maana iwapasapo kwa walimu, maana wakati mwingi umepita, unahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Elementary teachings. Tunaitwa tukomae. Mwandishi anashangaa, anatuuliza hivi, anasema hivi, na mimi narudia kusoma. For whom we have much to say and had explained since you have become dull of hearing. Tumekuwa wavivu kwa kusikia. Ndio unaona sasa leo tukisema tunakuja ibada ya katikati ya wiki, tumezoea kawaida tu, kanisa liko hapo. Tumekuwa wavivu kwa kusikia. Leo shirika kawaida. Tuende kwa ibada kawaida. Sasa nimesema nirudia hapo, ambaye mna maneno mengi ya kunena habari zake. Tuna maneno mengi ya kunena habari zake, mengi sana. Hata time sasa inaisha iliyopia dakika 5 ndio tumalize. But we have a lot to talk about him. Huyu kuhani mkuu, alafu lakini na ni shida
kueleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Inanishinda kueleza. Maana nikianza kuhubiri pia kile ndugu zangu naanza kusinzia. Mwandishi anaangalia kwa uvivu wa kusoma neno kwa watu. Alafu tuone mbele kidogo. 12. Kwa maana iwapasapo kwa walimu. Sahihi imepasa wengi wetu hapa tuwe ni walimu. Walimu ni vipi? Inafaa the new believers wanaoingia katika church, sisi ambao tumekuwa kanisani miaka 2, miaka 3, miaka 4, tuwe ndio sisi wa kuwasaidia, kuwainua, kuwaonyesha njia. Unfortunately tumekuwa nini? Kwa maana ipasapo kuwa walimu. Inafaa tuwe kuwa walimu. Maana wakati mwingi umepita. Maana umekaa miaka mingi, tangu uokoke miaka mingapi imepita, tuambiane tu ukweli. Muda umepita tangu uokoke. Hata kuna Paulo sasa alikuwa anashangaa anaandika kwa Korintho. Hata anasema nashangaa usherati bado ni kitu naongewa kanisani. Nashangaa masengeli bado ni kitu ambacho inatajwa. Yaani Paulo alikuwa anaangalia anasema nashangaa. Vile bali ifai kwanza neno kanisani bado. Iwapasavyo kuwa walimu na muda umeenda bado unafanya nini? Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Bado mnangojea kufundishwa mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Inaitwa elementary teaching. Ama nitaja hebu tuende nazo. Ni aina gani hizo? Nani mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula? Bado mnataka maziwa. Unajua maziwa ni nini? Maziwa ni Mkristo bado kila akija Jumapili anakuwa miujiza. Hebu niangalie jirani yako. Mwangalie tu usiseme kitu. Anashangaa pastor wetu miujiza iliisha. Roho atembei kama zamani. Wacha niwaambie ukweli. Musa wakati muujiza ilifanyika aliona the burning bush. There was fire but the bush was not burning. Aliyeweza kumsaidia kitu. Miracle ni kufanya ushituke, usimame, uangalie, upokee ujumbe wa Bwana. Ili ndio maana ya miujiza, ili imani yako izidi kukomaa. Bado nataka maziwa. Na tumefanyisha wachungaji kazi ngumu. Kwa maana imefika wachungaji wengine wakaenda kucompromise. Siku moja nilikuwa na mshirika wangu hapa, pastor wake kule kwa Mount Elgon. Alimuuliza, pastor wewe anaona? Na walikuwa radhi kunipatia nauli niende Mount Elgon nikawekelewa mikono na wazee ili niwe naona. So what nikiona? What do you know in your life? Kitu gani? Kama wewe ni muongo, unajua wewe ni muongo. Kama wewe ni msherati, unajua wewe ni msherati. Kama wewe ni mwizi, unajua wewe ni mwizi. Kwa nini unazimishiriki kuona? Sasa niende kwa wazee wakaniwekea mafuta nije nione. Hiyo ndio maziwa. Bado muda imepita. Ilikuwa sasa ni nyinyi tu tukienda kule nje, we are the instruments to bring people to the kingdom. Tuone wajirani waliovunjika moyo, tuwatie moyo. Tuone wamehuzunika, tuwafariji. Kumbe ndio sisi tabaki ni miaka nenda miaka rudi. Katika elementary teachings inasema nini? Ndio mbele. Maziwa, natamani maziwa, 13. 13. Kwa maana kila mtu atumaye maziwa, kila mtu anayetumia maziwa ajui sana neno la haki. Anayetumia maziwa ajui. Hata huyu wangu sasa kama ingekuwa ni maziwa peke yake anapatiwa huyu, hawezi kimbia hapa vile anakimbia. Wakati wa maziwa ni umri wa kuanzia siku ile alizaliwa mpaka hata miaka 2 ni exaggeration according to me. Mwaka mmoja. Sasa ile miaka 2 ni madaktari wamesema.
Ili kwamba ifike wakati unataka aende shule, utamfuata huko kumnyonyesha mama, utamfuata kule kumnyonyesha. Mtu ambaye anahitaji maziwa hakomai, anataka bebe. Ndio wale jambo litokezea usiku, badala ya kupiga magoti kwa Mungu Anapigia pasta simu. Sijasema usinipigie, nipigie tu. Maana Paulo anasema bali unahitaji maziwa, nisikatai. But there is a call to maturity. Bwana sifiwe. Siku moja mwana alikuja hapa akiniambia kuna mtu anataka aombewe sala ya toba. Tukamwende tukamwombea sala ya toba. Kwa level yake bado unaweza kumkubalia maana akawa mchanga. Lakini kwa level yako I don't expect you nataka kuomba sala ya toba bado uniite mimi nikamwombea sala ya toba. Na sio wako. Muda umeenda mno. Alafu kusikia ushuhuda inakuja ya kwamba kuna pastor Fred babangu yule wa kiroho alikuwa anaenda kuhubiria watu hospitali. Jumapili pia kama hii Bwana sifiwe pale Makadara. nimekuwa hospitalini Makadara. Huyu kuna kijana amesema mtu wa kanisa hili. Mpaka sasa baadaye wale wazee wa kanisa wenzake wakaanza kumwonea wivu. Manake anajituma anaenda kuombewa hospitali. Na wakija nashuhudia kwamba kijana alikuja hapo wala hajaoa. Kijana amekuja ametuombea hospitali. That is what we need now. We need to be mature. Iwe time yole watu wanakuja kanisani because Mungu awahudumia. Mwandishi anasema there is a call to maturity. Anayetaka maziwa kila saa huyo akomai. Tuendelee mbele. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Kwa kuwa ni mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Chakula sasa kigumu ni cha watu wazima. Ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Akili zao zimezoeshwa. Angalia, hiyo akili yako ukiweka dormant na mtazidi kwa chokoza mpaka nisikie mmeanzisha miradi. Ninyi ambao umeajiriwa, mimi nitaendelea kuwachokoza mpaka nisikie mmeanzisha miradi. The more ambao wewe kutoka kazini ni nyumbani, kutoka nyumbani ni kesho kazini, kukula, kuoga, kuangalia TV, kulala, kesho kazini. Bado akili yako haijapanuka mpaka wakati ambao utaanza squeeze akili yako. Ufikirie jambo na kufikiria. You start something. Akili yako inatoka kwa hiyo kitu ambacho umezoea. We must come out of our comfort zone. Akili inahitaji uzoefu. Think of what you can do. Ijapokuwa muda umeenda, lakini bado natamani tu kunyweshwa. So, imeisha. Mstari gani imeisha mama? Ndio time imeenda sasa unaniambia nini niache? Ujipima kwa wapi? Ndio kila aliambia imeisha. Tulikuwa na kijana wetu hivi alikuwa tunamfanyia hivyo. Anasema wewe soma tu, nakuwa ni kusoma. Sasa tukiwa time inaenda tutakasirika, tukamwambia maandiko imeisha sasa. Basi Mungu awabariki kupitia hapo. Bwana sifiwe. But now we need, inafaa tutoe kwenye hiyo mafundisho tuende katika hali ya ukomavu. So some people remain spiritual pets all days. We ought to grow. Inafaa tukue. Na ndio maana sasa hii hapa ninapokuwa nimetengeneza kesha. Ile kesha kila mmoja anaongoza, kila mmoja anahubiri, na wengine wakiambiwa waje waongoze anahepa. Usihepe, you need to grow. Usizoee comfort zone. Comfort zone ukizoea hakuna mahali utaenda. Sasa zingine unaondoka unafanya vitu vingine. Na surprisingly unaweza ukaenda ukaanzia kitu ambao that is what the reason, what the purpose for you to be here on earth. Hujajua tu. So kutoka hapo tunakuja kwa what is known as what? Tuko na the way forward. The way forward, baada ya call of maturity, the way forward naanzia mlango wa 6 mstari wa 4. Worship team pande juu ni mimi nikimalizia. Mstari wa 4, mlango wa 6 mstari wa 4 asemaje? Kwa maana hao waliokwisha pewa nuru na kukiona kipawa cha mbinguni
na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Endelea mbele. Hapo tabu sana. Kuna watu ambao walikuja wakaongea kwa lugha kanisani. Wakaimba kwa praise and worship. Wakahubiri kwa ushirika. Lakini baadaye ameona karama. Anajua bwana wewe usione mtu kule Mangweni akakubalika. Si Biblia inasema huyu bwana ndio kama anamwambia usiongee na mimi, wewe ni failure. Because uliingia kanisani vikakushinda, ndio sasa umeanguka uko nje na maneno mengi ambapo haeleweki. Kama ingekuwa huko anguka saa hii ungekuwa church, ungekuwa pastor. So I don't care maandiko mangapi ambapo mlezi analisomea. I don't care maandiko mangapi ambao backslider anajua. Walionja kipawa vikawa ikisoma. Walionja kipawa hao walikuja pewa nuru. Na walifanywa kwa shirika wa kuacha Mungu. Na kunena na uzuri na Mungu. Na kuko zamani zijazo. Ndio. Wakaanguka baada ya hayo. Wakaanguka baada ya hayo. Haiwezekani wafanye kuja tena hata wakatubu. Haya, kiingia mnaingia kimya, hakuna story Alafu timu mnapanda juu. Naingia kimya. Yes. Ailea ndio hapo, chukue kamera uendelee hapa na kufanya kunimulikia hapa. Ndio siwezi panda ikiwa hiyo haijabadilishwa. Okay. Bwana sifiwe. Taratibu kidogo. Way forward. Tumeonywa ya kwamba watu pandisha. Nani baba? Yamene wapi kijana mwingine? Yamene wapi kwa? Wakifanyika nini? Soma hapo mahali pale tumefika. Waliokwisha kuonja wakapewa, wakarudi, ilikuwa nini? Wakaanguka baada ya hayo. Walionja wakaanguka baada ya kuonja. Ina maana ilifika wakati walikuwa wanaongoza ibada kanisani, walikuwa wanaimba praise and worship, walikuwa wanaongea kwa lugha, walikuwa wakihudumu, wakaanguka. Haiwezekani kuwafanya upya tena. Haiwezekani kuwafanya watu hao upya tena. So way forward, my friend, my brother, you are in church. You must be very careful. Maana ukianguka uende ukawa kama yale maji, ile mawe ambayo iko katikati ya maji, lakini maji haioshi. Wewe na kuna hapa church backsliders. Yeye mwenyewe hajaokoka na haondoki. Yeye kazi yake. Bwana asifiwe. Unajua ukisikia nikisema Bwana asifiwe nyingi ni kwamba kuna kitu ambao anajaribu kuongea. Ako kanisani lakini yeye tabia yake ni kuangusha watu. Nafikiri ndio kugumiza ambayo ilikuwa inanijia. They are in church. Ndio wale ambao Yesu anawaita Mafarisayo. Wako mlangoni, mbinguni hawaingii, kutoka nao hawatoki. Lakini kila anayetaka kuingia wanamzuia kuingia. Yeye ni jiwe ambao wengine wakikanyaga wanateleza. Mungu anasema kama hiyo ndio kanisa na fulani anashiriki hapo, mimi siendi. Alionja kipawa lakini akaanguka. Maandiko yanasema kwamba kumrejesha inakuwa ngumu. Nami ukimweleza kuna watu ukianza kuongea na yeye ndiye kusema. Sijui kama mwae kama close person hakupatii nafasi hata wewe uchangie kile ambao unaongea. Kama ni wewe jamani, naomba Mungu akusaidie. Maana unahitaji neema nyingi. Story ambayo yake akiongea hawezi kukupa nafasi uongee. Maana anajua akikupa nafasi ongee labda roho akakuongoza. Maana wengine wetu
Roho anaweza kuniongoza nikaongea mambo yako na sikujui. Na ndivyo ninavyokaa. Na napiga story na wewe. Hiyo ilikuwa kipawa ilikuwa na huyu jamaa anaitwa Garani. Alianzisha Methodist, John Wesley. Hata alikuwa umwambie shida zako, anakuombea na anataja mahitaji yako. Sasa watu kama wale huwa hawataki uongee, manake huenda ukaguza. Nafikiri kama umewahi kuwaona walioonja kipawa wakaanguka. So way forward. Chunga moyo wako. Be careful usije ukabackslide. Kwa maana tunasema wewe uliyesimama, chunga usije ukaanguka. Simama kwa miguu yako. Tunaangazia kitabu cha wiki ijayo tutaongea kuhusu superiority of his priesthood, ukuhani wake wa upekee. Leo nimeongea kuhusu the superiority of the son's work, upekee wa kazi ya mwana, ya kwamba yeye ni mwana, lakini pia baba alimtangaza, aliyemtawaza kuwa kuhani. Ndiye alisema, wewe ni mwanangu, kuanzia leo nimekuzaa. Na nimeweka X kuanzia leo wanaosema eti Yesu ni nabii Isa. Yesu si nabii. Is superior. He is more than a prophet. He is more than apostle. In fact, kwa apostle yeye ndio chief apostle. Yeye ndio chief priest in order of Melchizedek. Na aliyemteua ndiye alitangaza akasema ni mwanangu. Kuna mambo mbele za Bwana. I want us to go and to worship the Lord. Kitabu cha Waebrania inaitwa ku sacrifice. Worship is a part of sacrifice. And whatever sacrifice you give, nimekuambia mwana wa Adamu alichunguzwa aonekane kama ana kunyanzi ama ana doa ama ana ila. Ndio baadaye akaingia mahali patakatifu adhimu kwa damu yake mwenyewe. So as we go to worship, we want to offer the sacrifice. Jesus. Bwana, tumekuja kwako, uliinua jina lako, maana wewe watosha. Ni wewe furaha yetu, wewe watosha. Bwana, tumekuja kwako, uliinua jina lako, ni wewe watosha. Wewe furaha yetu, wewe watosha. Mwambie tena, mwambie tena. Bwana, tumekuja kwako, uliinua jina lako, ni wewe watosha. Wewe furaha yetu, wewe watosha. Twainua mikono yetu, sema Bwana, watuokoa kutoka mautini. Tunasema Bwana, tunakiri uwezo wako, wewe watosha. Twainua mikono yetu, tukisema Bwana, watuokoa kutoka mautini. Tunasema Bwana, tunakiri uwezo wako, wewe watosha.
withholding nothing. I surrender. Lepesete manala boshela. I surrender. Shela la boshela. Everything I give to you, Lord. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I say, everything I give to you, praise Lord. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Roho wako fanya makao moyoni mwangu. Ambia Roho wa Bwana fanya makao. Ambia Roho wa Bwana. Shetana baba. Ribowe soko baba. Ambia Roho wa Bwana. Allow the Holy Ghost, allow fanya makao. Fanya and reign. Holy Spirit reign. We welcome you to come and reign. Come and reign. Tawala Roho wa Bwana tukualika utawale. Tawala Roho tawala.
Achilia neema yako, achilia kibali chako Baba. Wewe ni Mungu mwaminifu. Asante ni kwa sababu hakuna kama wewe. Pokea sifa na heshima ni kwa sababu wastahili. Wewe umetukuka na umetamalaki. Baba, umetukinga na kila mipango za maadui. Umetukinga na kila mipango Bwana za wachawi na waganga wote. Kika Bwana umekuwa Mungu mwaminifu kwetu. Wewe Mungu umetuwazia mambo mema. Wewe ni Mungu unatuwazia mambo mazuri kwetu. Mungu mzuri kwetu Baba, ni wewe tu. Tuna mwingine kando yako wa kulinganishwa na wewe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuinua siku ya leo kwa sababu umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Asante ni kwa sababu wewe uko mahali hapa Baba. Kwa wakati tunaungana na wale wazee 24 Baba, tukisema ya kwamba wewe unastahili. Baba, tunaungana na wale wazee 24 tukisema ya kwamba upewe sifa ni kwa sababu unaweza. Pokea sifa zote na heshima zote ni kwa sababu hakuna kama wewe. Baba, achilia nguvu zako mahali hapa. Achilia Roho yako Mtakatifu. Tunajiweka katika mikononi mwako tunapoendelea na ibada hii. Yesu, tunajifunika na damu yako iliyomwagika pale Kalvari. Nasema ya kwamba bila wewe hatuwezi. Chukua nafasi yako mahali hapa, ukaweze kutawala kila vipindi vyote. Wewe umetukuka na umetamalaki. Pokea sifa na heshima ni kwa sababu wastahili.
Salimia mwenzako. Haleluya. Salimia tu mwenzako tu. Wawili watatu. Tuende tuone. Na imefika wakati mzuri tunaenda kumsifu Bwana. Tunaenda kumsifu huyu Mungu aliye mwema kwetu. Tunaenda kumsifu Bwana wa mabwana. Tunaenda kumsifu huyu Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Je, tuko tayari kumsifu Bwana? Hebu nifanyie tu mkono yako tunamnai. Hebu wewe tunamnai kweli kama uko tayari kumsifu Bwana. Haleluya. Mimi niko tayari kumsifu. Sijui wewe uko tayari aje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maandiko yake inasema ya kwamba tumsifu katika patakatifu pake. Haleluya. Na kila mwenye nguvu na msifu Bwana. Haleluya. Je, tuko tayari kumsifu Bwana? Nisaidie tuna makofi yako tu pole pole tu. Yes.
Zima moto wa shetani.
Jehova. Mungu mwaminifu ni wewe. Mungu ni mkamilifu. Wewe ni mkamilifu. Wewe ni mwaminifu. Baba, ni nani kama wewe? Wewe vita vyote ni vyako. Mungu anayeona kwa siri na unajibu kwa wazi. Pigana na wale wanaopigana nasi. Teta na wale wanaoteta nasi. Kwani ukatufanyia wewe tu. Hatuwezi peke yetu. Hatuwezi bila wewe Baba. Pokea sifa na heshima zote. Tustahili hata kidogo kuguza utukufu wako. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mwema kwetu. Mungu mwenye enzi. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye mamlaka yote. Pokea sifa na heshima. Umetukuka na umetamalaki. Hakuna kama wewe. Na wala hatakuwepo milele yote. Tunakuhitaji kila masaa. Tunakuhitaji kila madakika. Tunakuhitaji katika maisha yetu. Tunakuhitaji katika ndoa zetu. Tunakuhitaji katika kazi zetu. Tunakuhitaji katika biashara zetu. Hata Baba katika huduma zetu. Nasema ya kwamba bila wewe hatuwezi. Tunahitaji kuongozwa na wewe. Baba, tunaomba ya kwamba kaonekane wewe. Tunavua Bwana mapambo yote. Tunavua Bwana kiburi. Yesu, ukatuondolee kiburi. Ukatuondolee kiburi Baba. Yesu, tunakuhitaji wewe. Utuonyeshe njia ya Mungu wa amani. Utuonyeshe njia ya Baba. Wewe ni mkuu kuliko duniani. Asante Mungu wa amani, asante Mungu wa upendo. Pokea sifa na heshima. Na katika jina la Yesu, Yesu na Mwokozi wetu, tumeomba na hata kuamini. Na kama kuna mtu ndani ya nyumba ya Bwana, naseme amen. Amen. Haleluya. Ongeza shangwe na vigelegele. Sijasikia shangwe na vigelegele. Haleluya. Asante sana. Bwana asifiwe. Tupige makofi Yesu wetu. Yeye ni mzuri, habadiliki na wala hawezi kubadilika kamwe. Bwana asifiwe. Wewe ambao unaisha kwamba umelemaa na shangaa, ni Mungu yupi aliyekuamsha siku ya leo? Wengi wametamani kuiona siku ya leo, wameshindwa. Kwa neema wewe na mimi tuko hai. Kwa hivyo uko na sababu ya kumpongeza huyu Yesu, kumpatia makofi kama kwamba anastahili sifa. Bwana asifiwe. Tuwapigie makofi wana praise. Bwana asifiwe. Karibuni nyote katika kanisa letu la Grace Abundance. Yaani neema ipo tele tele. Bwana asifiwe. Ni kanisa linalomtukuza Bwana, linalomwabudu Mungu yule aliyegongeka pale, gongwa pale msalabani kwa ajili ya mimi na wewe tukaweze kukomboleka. Bwana asifiwe. Karibuni nyote katika nyumba ya Bwana katika ibada ya siku ya leo. Kile ambacho unataka Bwana atakupatia kulingana na haja ya moyo wako. Bwana asifiwe. Fungua moyo wako, mwambie Bwana, leo ni siku yangu, ukanitembelee, ukanibadilishe, ukanene na maisha yangu. Na vile utakavyomwambia huyu Yesu ndivyo atakavyokubadilisha. Mpe makofi Yesu wetu. Ningetaka kujua uwepo wa wageni ambao ni mara ya kwanza kuwa pamoja nasi, watupatie ishara ya mkono. Wewe kama ni mgeni ambaye ni mara ya kwanza kuabudu pamoja nasi, tumpigie makofi yule dada pale. Bwana asifiwe. Kuna nafasi kwa wageni, kuna wengine hawana mazoea ya kuongea mbele ya watu, na kuna wale wengine kwamba nilikuwa nataka kusalimia kanisa lakini sikuweza kupewa hicho kipindi. Kwa hivyo dada, hicho kipindi ni chako. Kiwa uko na salimia kanisa,
unaruhusiwa. Na pia kama haukuzoea, pia inakubalika katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kupatia sekunde 3, kama haukusimama ninaendelea mbele. Wamama, nahitaji mkaweze kusimama pale kwa ajili ya entertainment, kuimba nyimbo za Mungu, na mkichelewa nitenenda katika kipindi chengine. Wamama, mnainuka mahali mlipo na mkapate kuweka laini yenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wiki ambayo tutaendea kesho ni wiki ya maombi, ambayo tutakuwa na maombi kwa ajili ya kongamano. Kwa hivyo hizo activity zote kutoka Monday mpaka hiyo Friday ni kesha, na inapofika hiyo Saturday kunao matayarisho katika nyumba ya Mungu, na inapofika ile Sunday asubuhi kuna morning glory ambayo ipo. Kuanzia kesho morning glory ipo masaa ya saa 11 mpaka saa 12. Kuanzia Monday mpaka Sunday, ambapo ibada ya kwanza kabisa inaanza masaa ya saa 11. Mnaalikwa nyote kwa hizo morning glory. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Wamama, wakati ni wenu. Wanapotoka wamama, vijana jiandaeni. Wanapotoka vijana, wababa